GM 2026. Sasa ndiyo wakati. Waliotuwekea hiyo theme hawakutuambia ni wakati wa kufanya nini. Hivyo basi lazima wewe mwenyewe uamue, ujue ni wakati wa kufanya nini, lakini sasa ndio wakati. Hata ingawa Warumi anasema ya kwamba ndio wakati wa kuamka, ndio wakati wa kuamka kutoka usingizini. Je, umelala usingizi mgani wewe mwenyewe? Nashukuru sana kwa dakika ambacho labda dakika 30 tutaweza kuangalia katika ile saa yetu, na tuliweza kuona ya kwamba Yesu mwenyewe amezungumza, amewaongeza wafanya kazi, na kwa sasa hivi tunazungumza mwendo wa saa 12 hadi saa 3. Saa yetu ile tutakayoangalia ni nini hii iliyofanyika. Ukiangalia katika ile saa kutoka asubuhi mpaka saa 3, kisha saa 3 mpaka saa 6, tena kutoka saa 6 hadi saa 9, na saa 9 hadi saa 11, na saa 11 hadi saa 12. Hiyo ni safari ambayo tutaweza kuangalia ya kanisa la Mungu. Nimeigawa tu kwa hivyo ili tuweze kuelewa, kwa sababu pia kuna unabii pale. Asubuhi na mapema Yesu aliwaweka wale ambao ni wafanyakazi wake tunaowaita the patriarchs and the prophets. Wale walioingia kazini asubuhi ni wale ambao ni wazee wa imani. Kwa hivyo saa yetu ni saa ya saa 12 ambayo tunaizungumzia. Tunapozungumza saa 12 ni wale walioingia kazini, hao ambao ni wazee wetu wa imani baada ya mwanadamu kuanguka dhambini. Alafu tutakuja kuona mitume wakiingizwa kazini, alafu kisha kuna wengine ambao waliingizwa kazini ambao wanaitwa reformers. Kisha baada ya reformers kuna wakati wa zama za giza ambao waliingia saa 9, na saa 11 wataweza kuingia wale ambao tunasema ni wa kanisa la Laodikia, ambacho ni kipindi cha mwisho, na watafanya kazi only 1 hour kutoka saa 11 hadi saa 12. Hivi karibuni Yesu atasema imekwisha. Kwa hivyo wakati huu tunaangalia wakati mwenye dhambi alipoanguka dhambini, wakati Adamu alipoanguka dhambini, kuna jambo ambalo lilifanyika. Na saa hizi tutaangalia kitabu cha Mwanzo 11. Adamu amekula tunda, mwanadamu ameanguka dhambini, kwa hivyo dunia imeingia katika giza, imeingia katika dhambi. Na kwa hivyo sasa basi Mungu ni lazima angewaweka wafanyakazi katika shamba lake. Mara moja shamba la Bwana limekuwa na kwekwe ya dhambi. Mara moja dhambi imeingia duniani, kifo kimetawala duniani, na ni lazima kuwe na wafanyikazi, lazima kuwe na watenda kazi. Nazungumzia saa hizi, saa ya asubuhi, ile alfajiri na mapema, wakati alipoita watenda kazi. Lakini mtenda kazi aliyekuwa wa kwanza ni mwenye shamba. Yule aliyeanza kazi sio mwingine, ni Mungu mwenyewe. Wakati Adamu alipoanguka dhambini, Mungu akaja katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 7, anamuita Adamu, uko wapi? The first evangelist katika ulimwengu alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mhubiri wa kwanza, mfanyakazi wa kwanza, aliyetenda kazi wa kwanza ni Mungu mwenyewe. Na ndiye ambaye alikuja katika bustani akimtafuta Adamu, akimuita Adamu, uko wapi? Where are you, O Adam? Na hilo swali linaendelea mpaka siku ya leo. Wakati unasikia mikakati, wakati unasikia mahubiri, wakati unasikia mambo ya wainjilisti, kazi ambayo tunayofanya, yote inakuwa ni swali hilo. Tunaenda tunauliza mwenye dhambi, uko wapi? The question that God asked right from the beginning is still valid. Kwa mwanadamu anauliza, uko wapi? Uko wapi katika kazi yangu? Uko wapi katika idara hii? Where are you, Adam? Kwa sababu Adamu ameondokea neno ambalo alikuwa ameagizwa na Mungu. Mungu alipokuja katika dunia akafanya jambo lingine, akaweza kuwafunika uchi
akaweza kuchinja na akawafunika na ngozi. Mungu mwenyewe akawafunika uchi. Wakati tunapoenda kuhubiri, wakati tunapofanya kazi ya Mungu, tunafunika uchi. Biblia inasema ya kwamba katika Warumi ya kwamba upendo hufunika wingi wa dhambi. Wakati unapohubiri injili, unafunika uchi. You cover with the blood of Jesus. Bado ni wenye dhambi, lakini damu ya Yesu inafunika, vile Mungu alivyoanza tangia pale mwanzo. Unajua wakati Yesu alipokuja dunia hii, akafa msalabani, kuna kitu Yesu hakuweza kufanya. Kitu Yesu hakuweza kufanya. I know alifanya kazi, na najua ya kwamba alituokoa kutoka kwa nguvu za dhambi. Lakini kuna kitu Yesu hakufanya. Hakuweza kutuondoa kutoka ulimwengu wa dhambi. Kitabu ni cha Yohana 17, anasema sikuombi uwatoe duniani. I am not asking you to take them out of this world, lakini uwalinde na yule mwovu. Yesu hakuweza, hata ukiamini, hata ubatizwe mara ngapi, hautahama dunia hii. He did not take you, he does not take you, hakuondoi katika ulimwengu wa dhambi. Na jambo lingine Yesu hafanyi, wakati unapolikubali neno lake, hakuondoi katika mwili wa dhambi. Vile ulivyo ndivyo uko, na dunia ulio ndio utaishi. Kama umeamini na mume wako si muamini, utaendelea kukaa naye. Kama umeamini na mke wako hajaamini, utaendelea kukaa nao, vile vile watoto au wazazi. Lakini atakaporejea mara ya pili, atakubadilisha huo mwili na atakuhamisha kutoka dunia ya dhambi. Bwana asifiwe. Lakini kwa sasa yeye bado anatuelezea lazima tuendelee kupigana huu mwili wa dhambi, kwa sababu huu ndio unaotutia unajisi. Mungu mwenyewe pale mwanzo akawa mhubiri wa kwanza, akampatia huyu mwenye dhambi vazi afunike uchi wake. Wakati Adamu alipokula tunda, Mungu alikuja katika shamba lile na akamwambia Adam, ningependa uangalie katika bustani hii, na chochote ambacho ungependa chukua uhame nacho. Adamu alipoangalia akaona hakuna, akachukua mke wake Hawa, wakaondoka. Na Mungu akaweka upanga mkali pale kwa kiingilio chake, kawafukuza kutoka bustani. Walipokuwa wanaenda, Mungu aliumia sana. Mungu aliumia sana, kwa sababu that was not the plan. And therefore Mungu ni lazima angepanga mpango wa kuwarejesha tena, awarudishe katika bustani. But it was not that easy. Kwa hivyo Mungu akaanza, kumekuwa na kondoo wanachinjwa, wanajaribu, damu inamwagwa, and it went on and on and on. Kukawa na hekalu, kukawa na pazia la hekalu. Haya yote ilikuwa ni njia ya kumrudisha Adam na mke wake katika ile bustani. Wagalatia 4 fungu la 4 inasema ya kwamba hata ulipofika wakati, when it came the fulfillment of the time, wakati Yesu mwenyewe alikuja. Yeye mwenyewe ndiye ambaye alikuja kutekeleza wajibu wa kumrudisha mwanadamu katika bustani. Na Adam mwenyewe alipoasi na ikafikia kwamba wameondolewa bustani la Edeni, dhambi iliingia, kifo kiliingia, shida kwa nyumba ya Adam. Huyu kijana anaitwa Kaini akamuua ndugu yake Habili. Alafu sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo inaelezea uzao wa Adam, lakini anasema wote wakafa. Shida katika dunia. Sura ya 1 ya 2 hakuna dhambi, sura ya 3 dhambi imeingia, sura 4 Kaini anaua ndugu yake, sura ya 5 ukisoma yote inaelezea Adamu alikuwa miaka 930 naye akafa. Methusela alikuwa miaka 777 naye Methusela alikuwa miaka 969 naye akafa. Lameki alikuwa 777 naye akafa. Wote katika hiyo sura wakafa. Kwa hivyo inaonyesha kwamba shida ya dhambi ilipoingia, basi
watu wanakufa, na wanakufa wakiwa either wanamtumainia Mungu au wameingia katika giza. Sura ya 6, ulimwengu ukawa umejaa dhambi sana mpaka Mungu mwenyewe akaona atawaangamiza, na ndio akamuita Nuhu. Kaita Nuhu, akamwambia sasa, wewe nimeona wewe ni mkamilifu katika kizazi hiki cha wakati huu. Kwa hivyo ningetaka uweze kujenga safina. Na Mungu ndiye aliyepeana mchoro wa safina, kapeana vile ambavyo itakavyofanywa, na ikawa ya kwamba safina was to be the first symbol. Itakuwa sasa ndiyo symbol ya kwanza ya wokovu. Watu waelewe wokovu ni nini. Na kwa hivyo wewe Nuhu ni lazima utaondoka na utaenda kule nje kuhubiri. Kwa hivyo watenda kazi asubuhi na mapema kina Nuhu, hubiria watu waingie katika safina. Na safina ikajengwa muda mrefu. Watu walimchekelea Nuhu na wakaona kama ni mchezo. Basi ikafika siku ambayo wataingia kwa safina. Ingia kwa safina. Walipoingia kwa safina, basi Mungu ameiacha wazi. Ingieni. Kuna siku zenu 7, ingia, toka ukitaka, lakini ingia. Wanyama wakaingia, kila aina ya mnyama, wawili wakaingia. Neno la Mungu linasema katika kitabu hicho cha Mwanzo 8 fungu la 4, anasema Mungu mwenyewe akaufunga mlango. Hakumwacha Nuhu afunge mlango, kwa sababu mlango wa rehema hauwezi ukafungwa na mwanadamu yeyote. Mungu mwenyewe ndiye anafunga mlango, lakini mlango anaoufunga hafungii mwanadamu. Mungu anafunga mlango. Kwa hivyo wewe mwenyewe ndiye utaamua mlango ukifungwa utakuwa upande gani. Mungu anaufunga mlango, wewe amua. Kama uko pande ya ndani, Mungu ako sawa, anafunga mlango. Wewe mwenyewe amua. There's a sliding door. Kwa hivyo inakuja polepole na Mungu anakuambia ninafunga mlango. Saa hiyo ukiamua upita pande hii uko sawa. Nafunga mlango. Kafunga mlango. Kukawa vikundi viwili. Evangelist wa pili ambaye anahubiri ni Nuhu, kiwa upande wa Mungu. Lakini Biblia inasema walikuwa watu 8. Kulingana vile hata pa walikuwa wanasoma ripoti hapo, walikuwa wanasema watu walitoa pesa hizi, walikuwa wanatarajia hizi estimate, zikaja hii the actual, na wanagobatia asilimia, wanakwambia ni percentage kiasi gani. Ukiangalia watu 8 duniani na uangalie wale ambao walioangamia duniani wakati ule, unafikiria Mungu alifaulu asilimia kiasi gani? If you are to calculate percentage, useme ya kwamba the success of God, useme ya kwamba hiyo Mwanzo 7 ni tunaangalia kufaulu kwa Mungu kupitia kwa Nuhu. 80 people out of the entire generation ambayo ilikuwako, waliookolewa ni watu 8. Hiyo ni percentage gani? Hapo ukianza utasema Mungu alifaulu au Mungu alifeli. Usiniambie sijui. I don't know. Watu 8 peke yake. 8 asubuhi. Bado jua halijaacha kuanza kuwa moto. It's still early. Ni saa 1 sasa, ni saa 1 asubuhi. Sio miaka mingi tangia wakati dunia ilianguka dhambini. Lakini amewaita watu waingie katika safina. Na ni kama wamekwama, wamekataa. Lakini Mungu hatabadilisha kwa sababu umekataa. Mpango wake utaenda sababa na vile alivyopanga. Kwa hivyo mlango huo ukafungwa na wengi wakaangamia. Sura ya 8 fungu la 1, safina imetua katika mlima wa Ararat. Wametoka. Na sura ya 9 maisha yanaendelea. Nuhu ndiye alikuwa mhubiri wa kwanza. Lakini sijui ni nini kilimpata
tunamuona tena akiwa mlevi, akawa mlevi hata akawa hana nguo. Sasa ukiangalia ile percentage ambao waliokolewa, sasa naye Nuhu amebackslide. Sasa ile hawakuwa wengi, lakini hata huyu mzee wa kanisa na yeye shida kubwa. Mpaka mtoto mwenyewe anaingia anashangaa, watoto ambao walikuwa ni washiriki wa hiyo kanisa amepata baba yake ametoka kameambia wengine. Kwa hivyo Shemu na Jafeth wakaja, mnaelewa vile walikuja kufunika baba yake. Na baba yake ambaye ni mhubiri mkuu, badala ya aone ya kwamba yeye ako na shida, alilaani Hamu. Na unajua wanatuambia sisi ni uzao ya Hamu, ndio tuna mashida nyingi sana. Ukweli sijui vile iko, lakini sijui ni kwa nini tuliangukiwa na hiyo. Lakini inasemekana ni kama sisi tukiangaliwa sisi, kwa sana sana Waafrika sisi ni kama tuko kwa Hamu. Waafrika utashangaa hata tunapanga program tunaweka masaa. Tunaharibu sisi wenyewe. Sisi tukipanga ni gari umenunua na unaiharibu wewe mwenyewe. Sisi tunapata tunaharibu sisi wenyewe. Alafu unasikia kila Mwafrika anasema kwamba mimi nataka kuwa kama mzungu. Unajua mimi nakulanga kama mzungu. Ni kwa sababu hata wewe huelewi. Wale wameenda kwa wazungu mnaelewa. Utamani kuwa kama, wacha kuwa wewe. Cheza kama wewe. Acha kuwa kama mzungu saa ngapi? Kwanza sisi ndio tuko pande ya Mungu zaidi. Wacha nikwambie ukweli. Wale wameenda Europa, you understand? Makanisa yanafungwa. Sasa hivi mimi kanisa la kwangu, Temple of Praise, tulilolinunua 3 years ago, tulinunua kutoka kwa wazungu. Walibaki watu 20 wakashindwa kulipa. Tukawaambia wacha sisi tuwaonyeshe vile kazi ufanye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Acha kutamani kuwa mzungu saa ngapi, kwa sababu alifunika Nuhu. Ni kweli tuliona uchi, poleni, lakini sasa tulibadilika. Sasa kazi yetu ni kufanya kazi ya Bwana. Haleluya. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akatuma upepo, ukaondoa maji, safina imetoa na ni sawa. Sura ya 9 Nuhu ametoka kwa safina na ameweza kutoa kafara ya Mungu. Toa kafara. Ameweza kutoa kafara. Sura ya 10 ndio huyo basi. Kukawa ya kwamba Mungu lazima apange mpango. Na sura ya 11 ikiishia pale chini, Mungu akamuona Ibrahimu. So Ibrahimu akawa sasa another evangelist ambaye yeye mwenyewe Mungu atamuingiza kazini. Nazungumzia asubuhi. Saa ilienda wapi? Asubuhi saa yetu iko wapi? Naomba hiyo saa ikae hapo. Wana media wanasikia kweli? Saa yangu ikae hapo. Saa yangu ikae hapo, nitakwambia wakati wa kuitoa. Saa 12 ndio tunazungumzia. Wamerauka tu. Wameamuka tu asubuhi. Dunia iko changa bado. Jua halijakuwa kali, ni saa 4:30. Hao ndio wanaoimba wimbo Bwana asubuhi kucha nitakuinua, sauti yangu kuomba nipate ba. Hawa ndio wanaimba hiyo wimbo sahi asubuhi. Akina Nuhu bado hakuja kuwa si kubaya sana, hata kama wanadhambi. Sisi ndio tunaelewa dhambi ni nini sahi. Hawa wako asubuhi, bado ni asubuhi, saa 4 asubuhi. Sura basi tupatie sasa sura ya 11, tusome katika Biblia. Tuweze kusoma sura ya 11. Kitabu ni cha Mwanzo, tutoe saa tuingie sura ya 11. Naomba tusome mafungu 9 peke yake. Ya kwamba wakati
Naye shetani pia ataweza kuleta jambo ambalo nataka tuweze kuliangalia katika asubuhi. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Huu ndio mwanzo wa mji wa Babeli. Tutafika hapo fungu la 9, turudishie saa. Neno la Mungu linatuelezea kulikuwa na kazi ambayo ilifanywa. Yule ambaye alikuwa ni architect wa hii kazi sio Mungu, ni Nimrod mwenyewe. Wao wamekuja pamoja, wanataka waweze kujenga mnara mkubwa. Wakasema, hebu tujenge, let us build a tower, hebu tuweze kujenga. Fungu la 4 limesema ya kwamba tujitengenezee jina. You know what I'm talking about tonight is when success hides a spiritual problem. When success hides a spiritual problem. Wakati kufaulu kwako kuna ficha shida ya kiroho. When success hides a spiritual problem. You know, Genesis 11, hiyo Mwanzo 11, it's not just an incident. Sio tu jambo ambalo lilitendeka. It's not just a construction story. Hadithi ya ujenzi ni kioo. It's a mirror. Hiyo unaona hapo. It's a mirror. It's a story. Ni hadithi ya watu ambao walikuwa wameunganikana pamoja. Fungu la kwanza lisema ya kwamba walikuwa na umoja. Watu ambao walikuwa na skills za kufanya kazi. Walikuwa ni wataaluma wenyewe. Professionals. Wanaielewa kazi. Watu ambao walikuwa na jozi. They were visionaries. Watu ambao walikuwa organized. But they were spiritually misaligned. Hawakukaa sawa katika hali ya kiroho. Na unajua wakati mwingine uhatari wa maisha, or what I call the greatest danger kwa watu wa Mungu, sio kugawanyika, is not division. Ni kufaulu kwa umoja bila kuwa na mwelekeo. It's a successful unity without divine direction. Wakati tuna umoja lakini hatujakuwa na mwelekeo kutoka kwa Mungu, sasa hapo ndio shida inakuwa. Kwa sababu fungu la kwanza limetuelezea kwamba na dunia yote, watu wote wa ulimwengu wote walikuwa na lugha moja na walielewana. Everything looked perfect. Kila kitu kilikuwa sawa wakati ule. Hawakuwa na their hearts. Jambo katika roho zao was wrong.
Na ndio unaona ya kwamba hiyo ndio ilikuwa roho behind the structure. Something was terribly wrong. Wanaweza kuwa moja katika lugha, wanaweza kuwa na umoja katika mambo yote, wanaweza kuwa na umoja katika jozi, lakini kuna jambo ambalo lina shida katika roho zao. Ndio unasikia wale ambao walikuwa ni panelists pale walisema ya kwamba tunaweza kuwa wa Adventista lakini tuko na shida. Tunaweza kwamba sawa, tunaonekana sawa lakini tuna shida. Hata mwingine akasema pale nyuma ya kwamba hata sisi katika malezi yetu ya watoto wetu tuna shida. Kwa sababu kizazi cha sasa hakitaki kuguza watoto wao. Unawashangaa tu. Juzi nilienda makambi mahali fulani. Mtoto mwenyewe akachapa, tuko hapa tu tumekaa papa, mtoto anazungumza, akachapa mama yake kofi pa. Mama anajifanya analia ati amechapa na mtoto. Na unaona ni sawa tu. Umenichapa. Mwingine akachapa na baba yake pa. Akalia akikimbilia mama. Ati dadi amenichapa. Mama anakuja ati anachapa dadi. Dadi ni mbaya. Oe dadi wacha kuchapa mtoto. Unajua hiyo ndio ujinga ya blue. Yaani wewe unaonyesha mtoto amechapa na baba, mnashirikiana. Hii unafanya ni mira. Hii ni kioo. Itakuja siku moja itakuwa vita. Kuna mzee mmoja pale kule tuko, sitataja ni wapi, alilimwa na mama na kijana. Mama ameshika mkono ya mzee nyuma. Kijana analima tumbo kama mpira pa. Na mama akaita askari. Kule askari wakiitwa huja haraka sana. Na wakifika hivyo, wewe mwanaume unaambiwa wewe ndiye suspect, prime suspect. Kanyanga nje, kanyanga mbali. Nini kimefanyika? Akaelezea. Mzee akaambiwa hutakaa kwa nyumba, utakaa mbali na hii boma, la sivyo tutakufunga. Mzee aliumia sana. Amechapwa na kijana yake. Mama amekamata mikono. Usikimbie kujaji huyo mama. Don't rush to condemn the woman. Kwa sababu walipokuwa Kenya zamani, wakiwa Kenya, kuna siku mama alichapwa na huyo mzee na akavunjwa miguu na stool. Lakini Kenya huutalima mzee. Sijui hapa Tanzania hapa hamuko mbali hata sana na sisi. Si ati mko mbali sana na sisi. Na unajua kuna wakati wa mama wanasahau ya kwamba hata ukiona mzee ametulia hivi tu hata kanisa, usifikiri ati hawezi akalima wewe. Ni Yesu tu amefunga mikono. Nasema ni kwa sababu ya neema. Ule uzao ukiamuka, hata wewe unaelewa. Hivi ametulia. Tuna wakati unaona mzee ametulia hivi, endelea kumwimbia wimbo ya utulivu, endelea kuimba, muimbie tu Roho Mtakatifu, ajazwe na Roho Mtakatifu cho. Huyu mama mwenyewe amemlima yule mzee. Mzee akaamua basi, sababu sitakuchapa hapa ni Marekani, nitafungwa. Ile siku tutasafiri kwenda Kenya, utanielewa. Kwa bahati nzuri au baya, ni bahati baya kwa mama, bahati nzuri kwa baba. Mzazi wao mmoja akafariki wa mama. So mama lazima angekuja. Kapanda ndege, amekuja kuomboleza na kumzika mzazi. Alipowasili Kenya, mzee akakumbuka. This is the time. Kambia msichana, nitafutie ndege. Kabla ya mazishi, tafuta ndege. Tafuta ndege naenda. Na kweli ndege ikapatikana kesho kutwa. Mzee akasema sasa hiyo mazishi watazikwa wawili. Hiyo madharau ulinionyesha, utaona. Mzee akajiandaa. Msichana wake akapigia mama kesho, akamwambia daddy is coming. Nakuja mazishi. Mama akakumbuka, akalipa ndege ya kurudi kabla ya mazishi. Walipitana hewani hivi. Ndege zilipitana. Mama mzee. Yaani hiyo kitu iliumiza mzee sana.
Unajua ile kitu wewe hata unaona hii nimefaulu, hii nimefaulu. Unasema hii imeenda na sasa ataelewa. Walipitana Europa, walipitana huko Amsterdam. Hivi. Mzee hakujua. Kafika nyumbani, mama ako wapi? Ako Ulaya. Amerudi. Unajua, wakati ambako Mungu anasema ametutuliza, hata kama tumeokolewa kwa neema, hatujatoka katika huu mwili, ndio tunaambia kwamba we suppress it every single day. Huu mnara wa Babeli ulikuwa ni binu ya kupinga mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu alisema ya kwamba zaeni mukaongezeke, mukaijaze nchi na kuitiisha. Nimrodi akasema hapana, tujenge mnara tukae ndani, mnara ufike mbinguni, ili kama Mungu ataleta mvua tena tujipate kwake. Mvua inaangamiza dunia, sisi tumeingia kwa mnara. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akasema na tuende tukaangalie hiyo kazi ambayo mwanadamu anaifanya, tukawachanganye wao lugha zao. Na ikatokea Mungu akaja akawachanganya na kukaitwa Babeli. Jina Babyloni likatajwa mara ya kwanza. The name Babylon was first mentioned in Genesis chapter 11. Hii Babiloni itaendelea katika Biblia mpaka mwisho. Hii ikawa sasa ndo mji ambao ni mji wa kwanza wa kuchanganyikiwa, wa kuchanganyikiwa, confusion. Na ikawa ya kwamba sasa huu mji lazima kupatikana mji wa pili ambao unapatikana katika Mwanzo 14, mji ambao ni wa Salemu, ambaye kiongozi wake alikuwa anaitwa Melkizedeki. Melkizedeki ambaye hana mama, hana baba, kulingana na Wahibrania 7. Hana mwanzo, hana mwisho. Katika Waisraeli kulikuwa na oda mbili za ukuhani. Kulikuwa na makuhani ambao wametoka katika Aaron na ambao walikuwa Walawi, inaitwa the Levitical order. Na kuna ingine ambayo haikutoka kwa kabila lolote lile, inaitwa ya Melkizedek. Yesu alikuja na Melkizedek order. Ndiye anasema ni alfa na omega, mwanzo na mwisho. Hakutokea kwa laini ya Harun. Lakini unaona pia Yesu, yeye ni kuhani mkuu. Yesu ni kuhani mkuu, lakini hakutoka katika laini ya Walawi. As a matter of fact, Yesu ni wa Yuda ambao kulitokea wafalme. Yesu mwenyewe anaitwa Simba wa Yuda. Kwa hivyo sasa huyu Melkizedeki mwenyewe akiwa kiongozi wa Salemu ndiye ambaye anapata fungu la 10 kutoka kwa Ibrahimu kiwa kiongozi. Mji wa Salemu, maana ya Salemu ambao ni Shalom, ni mji wa amani. Na Yesu mwenyewe ambaye anakuwa ni mtoto wa Daudi ambaye alikuwa kiongozi wa Jerusalem. Jerusalem is the city of peace, ambayo inapatikana pia katika kitabu cha Ufunuo. Na Yesu mwenyewe alipokuja katika dunia, Mathayo 23, hakulilia Babeli, anaulilia huu mji wa Yerusalemi. Na anauliza swali, ni mara ngapi nimejaribu kukuregesha chini ya mabawa yangu, akiulilia mji wa Yerusalemi. Mji wa Babeli na mji wa Yerusalemu itaendeshana kuanzia hapa sasa. Mji wa confusion na mji ambao ni wa amani. Na hapa ndiyo Mungu anawaingiza wafanyakazi. Baada ya hii sura ya 11 ya kitabu cha Mwanzo, tunaingia sura ya 12 wakati Mungu anaita another evangelist ambaye alikuwa ni Ibrahimu. Na huyu Ibrahimu sasa basi atakuwa ni baba wa imani. Atakuwa ni baba wa Wayahudi. Ibrahimu hakuwa Myahudi, lakini alizaa Wayahudi. Na Ishmaeli mwenyewe anakuwa na laini ya Wayunani. Wote baba mmoja.
Ndio unapata ya kwamba Waislamu wanaita huyu Ibrahimu baba, Wakristo wanaita huyu Ibrahimu baba wa imani. He became the author. Yeye ili awafikie wote na wafundishe jinsi ya kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Na Mungu anasema ya kwamba huyu ndiye ambaye ninampenda. Anaitwa rafiki wa Mungu katika Mwanzo 22, wakati alikubali kutii kumtoa huyu kijana wake kama kafara. Mungu akasema, I have seen, nimeona uaminifu wako. Ibrahimu akawa sasa ndiye atakaye kuwa baba wa mataifa yote, na wakawa hivyo basi. Sura ya 13, huyu Loti mwenyewe anajikuta kwa shida. Ibrahimu anaenda anamuokoa. Sura ya 14, anapigana wale wafalme watano. Inaendelea sura ya 15, Mungu anamjibu huyu Ibrahimu, anamwambia usiogope. Fear not. The first mention ya kwamba usiogope, Mungu mwenyewe alizungumza na Ibrahimu, kwa sababu kazi inakuwa ngumu kidogo, lakini do not be afraid. Na hii anamzungumzia wakati alimwambia nitampatia kijana aweze kurithi. Ukiendelea sura ya 16, kijana anazaliwa. Sura ya 17, tohara inapatikana wa huyu kijana Ishmaeli na baba yake. Sura ya 18, Mungu anatoa ahadi ya kumzaa Isaka. Sura ya 19, Isaka na dalili zake zinapatikana. Kunapatikana huyu ambaye alikuwa ameahidiwa na Mungu. Isaka anazaliwa. Isaka anazaa Yakobo. Yakobo anazaa wana 12. Na Yusufu pia anapatikana all through katika kitabu cha Mwanzo. Lakini kitabu cha Kutoka, huyu Musa anatumwa kuokoa wale wana wa Israeli. Asubuhi Mungu hakuachilia kazi yake, na mmoja akiisha Mungu anaongeza wafanyakazi. Nuhu alipita, Ibrahimu akaongezwa. Ibrahimu alitoka, Yakobo akawa. Yakobo ametoka, Yusufu amekuwa. Yusufu ametoka, Musa ameingia. Musa ametoka, Joshua ameingia. Joshua ametoka, waamuzi wameingia. Kazi inaendelea, na kadiri anavyoongeza watu ndivyo kazi inavyoendelea. Ni asubuhi wapendwa, is the earliest hour of the day. Wana wa Israeli wametolewa Misri, lakini katika kitabu cha Judges kinaitwa the checkered book, historia yao inapanda inashuka, inapanda inashuka. Wanamwamini Mungu, wanamuasi Mungu, wanamwamini mpaka Mungu anatuma Wafilisti waweze kuwa na wao. And therefore Mungu lazima angeingiza watu. Wakati yule kanisa haikuwa hivi. Kanisa wakati yule ilikuwa inaitwa the patriarchal system. Ilikuwa ni baba mmoja anazungumziwa, azungumza na watu wake wa nyumba. Hiyo inakuwa ni kanisa. Ndio unaona Ibrahimu, Mungu anaongea na Ibrahimu, yeye mwenyewe hakuna kanisa, ni yeye awafundishe watoto wake. Lakini inapofika sasa kwa wana wa Israeli, Mungu anasema kila mtu afundishe kwa nyumba yake. Na all this tutaweza kuangalia kwa kina zaidi kwa sababu ya wakati. Ukifika katika kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli kinakuletea wazi hii Biblia inazungumzia nini. Biblia ni kitabu cha hadithi ya miji miwili. The Bible is a story of two cities. One, Jerusalem. Two, Babeli. They are in contrast. Na ndio unaona kitabu cha Danieli ukisoma sura ya kwanza, Jerusalemi inakuja kupigwa na Wababeli. Nebukadreza mwenyewe anaondoka, anawapiga, anawateka wale vijana kina Shadraka, Meshaki na Abednego na Danieli, wanapelekwa moja kwa moja mpaka Jerusalem. Ukiangalia hapo sura ya kwanza ikianza, hiyo inakuelezea nini? Inakwambia kwamba Jerusalem ni mji ambao umeshindwa. Mji umeshindwa na nani? Na Babeli. Jerusalem has succumbed. Jerusalem has given in. Babylon is shining. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akampeana mfalme wa Yuda kwa Nebukadreza. And as if that was in 606 BC. As if that is not enough, mwaka wa 586 BC tena akarudi na akawateka, na wakati huu kina Ezekieli sasa pia wanaenda pale Babeli. Jeremiah akizungumza katika kitabu chake cha Jeremiah 11 fungu la 29 anasema ya kwamba, samahani, Jeremiah 29 fungu la 10 na 11. 11 huwa inasema ya kwamba for I know the plan I have for you. Najua ile mpango niko nao kwako. Lakini fungu la 10 anasema ya kwamba nitakuja baada ya hizo siku, after the 70 years I will visit you. Mungu anasema nitakutembelea after 70 years.
Wameenda moja kwa moja mpaka Babuloni. Babeli imetawala mpaka mwaka wa 586, imeondolewa. Ufalme wa Medi na Waajemi umeingia. Wakati wa ufalme wa Medi na Waajemi, hapo ndio sasa mfalme anatoa decree warudi kwao wakajenge mji wa Yerusalemu. Ezra na Zerubabeli wametangulia, wamejenga mji, lakini kuta hazikujengwa. Ndio unapata Nehemia akiuliza ndugu yake Hanania, tufanye nini? Kunaendeleaje kule? Akaambiwa vile iko, na akaomba ruhusa aende kujenga mji yule. Mungu akaongeza watenda kazi. Turudi kwa Danieli ili tumalizie pale. Danieli mwenyewe ako katika Babeli. Kitabu cha Danieli nitakiita kwa mkutano huu the book of crisis. Kitabu ambacho kina machafuko mengi, lakini hata kama kumechafuka, ni lazima Mungu aonyeshe ni nani atakayeshinda. Nimeanza kusema ya kwamba Yerusalemu ameshindwa katika kitabu cha Danieli, but don't be hasty. Usikimbie sana. Usikonkludi kabisa Yerusalemu imeshindwa, kwa sababu hata ingawa inaonekana kushindwa kwake kwa mwanzo, pale mwisho ushindi utapatikana wa Yerusalemu. Na kwa hivyo lazima Mungu aseme, aha, ni kwa nini Mungu amewabeba hawa Shadraka, Meshaki, Abednego na Danieli kwenda Babeli? Kwa sababu ni kazi ya Bwana. Kuna kazi yafaa kufanywa kule Babeli. Kazi gani? Kesho tutaendelea kutoka hapo. Kesho asubuhi tutaweza kuangalia ni kazi gani hii. Bado tunaendelea na hii saa ya asubuhi. Saa hivi ni saa 2 kasorobo. Na kwa hivyo tutaona kina Danieli wakianza uinjilisti mkali sana pale Babeli. Because the intention ya Mungu kupeleka hawa vijana Babeli sio waende wakaliwe na wanyama au wachomwe na moto, no. Mungu anataka kupenya katika ufalme huu na aweze kuwaambia, na anaambia kina Danieli lazima mfanye kazi ya Mungu. Ni kwa nini wanafanya hii kazi ya Mungu? Kwa sababu wana wa Israeli, ukisoma kitabu cha Kutoka 19 inasema ya kwamba this is a chosen race. Waisraeli ni nyumba ya makuhani. Nyinyi, wakati Ibrahimu alikuwa anaahidiwa katika Mwanzo 12, aliambiwa utakuwa baba ya mataifa, na hawa watoto wako watakuwa ni mibaraka duniani. Yeyote atakaye wabariki nitambariki, atakaye walaani ninawalaani. The children of Israel walikuwa waweza kuwa tool kwa mkono wa Mungu kwa kufanya kazi ya Bwana, but they failed, and because they have failed they will suffer. Tukutane kesho kwa majaliwa yake Mungu, tuendelee na hiyo saa 2 ili tuene ikifika saa 3 kutakuwa namna gani. Mtakatifu na Mungu wetu ishie mahali pa juu, tumekushukuru kwa wingi wa fadhili zako. Tunaendelea kuliangalia neno hili na ili tukaelewe na tujue, unaposema ya kwamba uliwaingiza wafanya kazi alfajiri na mapema, na wanafanya kazi ni akina nani hao na itaendelea namna gani? Asante sana Bwana kuwa nasi usiku wa leo tunapoenda kupumzika, na asante sana kwa kututamatishia kipindi hiki cha Lala Salama, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu nimeomba na kuamini. Amina.